Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Ntambi amekagua dazani kadhaa za makazi ya wananchi wa wilaya ya Musoma mapema Aprili 4, 2025 wanaonufaika na zaidi ya shilingi milioni 100 kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan mara baada ya nyumba zao kuanguka, kuezuliwa na baada ya mvua kubwa kunyesha iliyoambatana na upepo mkali. Kimsingi niseme tu kwamba tulipewa maelekezo na Mheshimiwa Rais mara tu baada ya kadhi ya ile kutokea. Alitupa maelekezo kwamba tuwe karibu na wananchi, tuwafikie wananchi wote na tuhakikishe tumekusaidieni wote muweze kusimama tena na kurejea katika ile hali ya awali. Sasa niseme tu lilipotokea lile, kama serikali ya mkoa na serikali kwa ujumla tuliweka vipaumbele. Tukasema kipaumbele cha kwanza ilikuwa ni kuwasaidia wale waliokuwa kwenye kile kituo tulichoanzisha kwa wale wahanga ambao wamekosa kabisa mahali pa kujistiri. Kwa hiyo tukasema tuhakikishe kwanza pale mnakuwa salama. Alafu kwenye kusaidia sasa kwa kutumia fedha zile za Mheshimiwa Rais, tukasema pia kipaumbele cha kwanza ni wale waliokimbilia kwenye kituo kile, tuhakikishe wamerejea kwenye maisha ya kawaida. Kwa hiyo ndio kama mliona mmepewa fedha za kodi ya nyumba, kama mliona mmepewa fedha za uniform za watoto, madaftari yale yaliyokuwa yameharibika, ilikuwa ni kundi hilo. Akizunguka katikati ya mji wa Musoma tangu mapema ya saa 3 ya asubuhi ya Aprili 4, jua likiwaka kwa kadiri, kutoka mtaa mmoja kwenda mwingine, barabara moja kwenda nyingine, familia moja kwenda pili, kutoka nafsi moja hadi nyingine, wananchi wakimkimbilia kiongozi huyu. Aliwaambia wananchi yao kuwa serikali yao ipo nao hatua kwa hatua, bega kwa bega. Kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye aliyemtuma hapo, akifuatilia hatua kwa hatua utekelezaji wa zoezi hili. Sasa kundi jingine lilokuwa linaenda sambamba na hilo ni kundi la wazee na wale wanyonge ambao hawakuwa na uwezo kabisa. Wengine tumeona walishindwa hata kuja kwenye kile kituo. Kuna wakongwe wawili hapo, miaka 91, 90 ngapi wale wasingekuwa hata na uwezo wa kufika kwenye kituo vile. Kwa hiyo na wao walikuwa kwenye kipaumbele hicho. Sasa kwa kutizama, kuna ambao tuliona nyumba walizokuwa wanaishi hazifai hata kukarabati kama hizo. Kwa kimsingi tuliamua kujenga. Kuna nyumba 3 tuliwajengea, nazo ziko kwenye hatua tofauti. Alafu kuna maeneo mengine kwa kweli uharibifu ulikuwa mkubwa na watu wakawa hawajiwezi, na kwenyewe tumerekebisha na tunaendelea kurekebisha. Hilo lilikuwa ni kundi la wasiojiweza, wale wenye hali ngumu ambao tuliwaunganisha na nyie mliokosa kabisa pa kujistiri. Sasa tunakaribia kumaliza kundi hilo, tunaenda kwenye kundi la 3 ambalo sasa tumelenga kumfikia kila aliyepata dhahama kwenye kadhi ya hii. Tumelenga tutawasaidia kwa viwango tofauti. Tutawashika mkono. Kuna mtu ambaye labda anahitaji bati 60, sisi tukiona tunaweza kumsaidia kwa bati 20 au 30, na ambao tutafanya hivyo. Kuna wengine walikopa, tutaona tunawapa kishika mkono kiasi gani. Lakini tunakwenda zoezi hili linaingia kwenye awamu ya 3 na ile awamu ya 4. Lakini kimsingi tulisema tuwe tumelikamilisha ifikapo tarehe 6 mwezi huu wa 4. Tuwe tumekamilisha kabisa na maisha ya kawaida yanaendelea. Hayo ndio maagizo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa amenituma tena leo na wataalamu wangu hawa, tuje tufanye tathmini, tuone kazi inaendeleaje, lakini tuendelee kukufikishieni salamu zake kwamba anakupenda nyote,
na yuko pamoja nanyi. Sisi tunashukuru sana, hata sisi tunaona yuko pamoja na sisi. Bila yeye tusingekuwa na hii hatua pamoja na nyinyi. Tusingeendelea kwenye kazi zetu sana. Watendaji wetu mimi nawashukuru sana. Ines, nakushukuru sana mama. Mungu awape maisha marefu. Na Mungu awaongezee mnapotoa hivi na sisi mitano tuko pamoja na nyinyi. Katika ziara hii mkuu wa mkoa wa Mara akiongozana kwa karibu na kundi la wahandisi watatu ambao kwa hakika walikuwa wanajibu maswali kadhaa yaliyoulizwa na mkuu wa mkoa, huku wakipitia tathmini yao walioifanya kutoka nyumba kwa nyumba moja baada ya nyingine awali kutokana na athari ya kadhia hiyo. Mtayarishaji wa makala haya akiwa katika ziara hii alimshika bega Injinia Sayuni Msagati ambaye kitaaluma yeye ni injinia mjenzi. Tumefanya ziara leo na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara na watendaji wengine ambao wako chini ya ofisi ya mkoa wa Mara kufuatilia utekelezaji wa ujenzi na ukarabati wa miundombinu ambayo imeathiriwa na athari za mvua zilizotokana na upepo mkali ambao ilitokea hapa mkoani Mara katika wilaya ya Musoma. Katika ziara hiyo mkuu wa mkoa amehimiza na amesisitiza kwamba mafundi ambao wanaendelea kukarabati zile nyumba na kujenga zile nyumba mpya 3 waongeze kasi ya ujenzi ili kufikia tarehe 6 mwezi Aprili kazi yote imekamilika, kazi za ukarabati zile zimekamilika, na alitoa maelekezo kwenye zile nyumba mpya kwamba kwenye zile nyumba mpya wale wahanga wote waweze kupewa mablangeti, magodoro mawili na waweze kupewa gesi, waweze kupewa ile gesi asilia ya Mama Samia ili kuwasaidia kuweza kuendesha maisha yao, kwa sababu wengi hawajimudu kimaisha na wana kipato kidogo. Kwa hiyo alitoa hayo maelekezo yazingatiwe na wataalamu waweze kuwapatia hivyo vitu. Changamoto kubwa ni kwamba watu wengi wameibuka ambao hawakuwa kwenye mpango. Walivyoona ile timu ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa na watu wake, kila mtu ambaye hata alikuwa amempata athari, hata kama alikuwa na sehemu ya kujihifadhi yeye, alikuwa anataka apewe msaada, lakini haikuwa hivyo kwa sababu bajeti ambayo imetolewa haiwezi kukidhi mahitaji ya kila mtu. Kwa hiyo maana yake ile bajeti inaangalia zaidi kwa wale ambao waathirika ambao hawajiwezi kabisa kipato, lakini kuna wale ambao wana sehemu za kuishi lakini unakuta labda walikuwa na wapangaji. Kwa hiyo hizo consideration zinakuja kufanyika labda kwenye awamu ya pili, lakini kwenye hili fungu la kwanza ambalo limetoka la milioni 100 tumeangalia zaidi sana wale watu ambao hawajiwezi kabisa kiuchumi na wana hali ngumu ya kiuchumi na ambao walikuwa wamekosa kabisa makazi ya kujihifadhi. Mkuu wa mkoa wa Mara aliendelea kukata mitaa na kukagua makazi haya mguu kwa mguu, na hapa alikutana na kijana mmoja na alimwambia haya. 100,000, si ndio? Si 100,000 hiyo? Ndio. Hebu toka ndani bwana, anza kufanya kazi. Wewe unafikiria tofali linakuangukia tena na kulipia hiyo? Sawa. Toa bodaboda huko ndani, acha kukaa ndani. Sawa. Tengeneza bodaboda, rudi, chapa kazi. Umesha nusurika. Usifikirie unakufa tena. Uki. Asante sana. Sawa, asante. Nashukuru. Maelezo ya mkuu wa mkoa wa Mara akizungumza na Sospita John Mwanagalika ambaye ni miongoni mwa wananchi aliyeumizwa na bati kichwani katika kadhia hii na bodaboda yake kuondeka kabisa. Mara baada ya tukio hilo alipata matibabu na kushona nyuzi kadhaa kichwani mwake. Kanali Ntambi alimpa kijana huyu shilingi 100,000
afanyie ukarabati bodaboda yake, huku makazi yake yakijengwa katika zile bilioni 100 za Rais Samia. 100,000, si ndio? Si 100,000 hiyo? Ndio. Hebu toka ndani bwana, anza kufanya kazi. Wewe unafikiria tofali linakuangukia tena na kulipia hiyo? Toa bodaboda huko ndani, acha kukaa ndani. Tengeneza bodaboda, rudi chapa kazi. Umeshanusurika. Usifikirie unakufa tena. Ufi. Asante sana. Sawa, asante. Nashukuru. Wakati wa zoezi hili la ukaguzi wa kazi hii, sauti kadhaa za vifaa vya ujenzi vilisikika mwanzo mwisho. Akizungumza kwa niaba ya wananchi wa mitaa iliyoathirika, diwani wa kata ya Nyakato Joseph Kisunda amesema kuwa anaishukuru mno serikali kwa moyo huo tangu wakati wa tukio hilo na hata sasa kwa kuwajali wananchi wake. Kwa majanga tuliyoyapata kwenye kata yetu ya Nyakato, watu kuezuliwa nyumba na mvua iliyonyesha, lakini naishukuru na pongeza sana serikali kwa ushirikiano iliyoutoa kwanza mwanzo wa tukio mpaka hivi leo. Watu wanajengewa nyumba zilizokuwa zimebomoka na watu wananunuliwa vitu, watu wapangaji wanapewa fedha zao za kodi. Kwa hiyo nashukuru sana, na nishukuru mkuu wa mkoa, nishukuru mkuu wa wilaya, nishukuru kamati nzima na viongozi wote walioshiriki kutupa msaada wa jukumu hili. Lakini siwezi kusita kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia. Ametuona, alituma timu ilikuja, ikatuona na imetupa msaada mkubwa, na mpaka sasa tunaendelea kupata msaada. Na watu sasa wameanza kurudi majumbani na kuendelea na shughuli zao,
na kazi zinafanyika na nyumba zinajengwa. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Nashukuru sana kwa mkuu wa mkoa kwa kunipa mchango huu. Ananifanya niendelee na majukumu yangu mengine kama kawaida. Na miaka kama 5 naendelea na kazi. Napakia hapo Kijweni Gengeni soko Mjinga. Serikali ya awamu ya 6 pia na viongozi wetu wa ngazi ya chini mpaka juu. Kwa sasa jamani, mmenisaidia hii nyumba, mmenisaidia vifaa vimetosha, fundi, kila kitu mmenisaidia jamani. Na washukuru kwa hali niliyokuwepo nayo nisingeweza kutengeneza hii nyumba. Pia nakushukuru sana mkuu wa mkoa kwa kuwepo na viongozi wako wanaokufuata nyuma, pia nawashukuru. Nawashukuru sana ndugu zangu. Sawa, tutafikisha shukrani hizo kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini wewe ulikuwa miongoni mwa wahanga waliokimbilia kwenye kituo chetu kile, si ndio? Maisha pale yalikuwaje? Maisha yalikuwa mazuri, maana tulikuwa tunakula tunashiba. Tulikuwa tunakula tunashiba. Tunakunywa soda tulikunywa. Baki hata mtaani wa muda mwingine uipati hiyo soda. Napambana. Mlisaidiwa vizuri. Vizuri kabisa. Ndio maana pia na vifaa vya shule wametusaidia. Vya watoto wameenda shule pia. Okay. Na huyu mama naye alikuwa msali pia. Na wewe unaishi wapi? Bila shida kabisa, watendaji wetu wametushika mkono. Mtendaji ametushika mkono sana, mwenyekiti wetu, yani viongozi pamoja na wewe kiwemo. Kwa tunakula tu chakula vizuri, yani tunalala bila shida, asubuhi kukicha yani ni chai. Pengine wengine tulikuwa tuinyi nyumbani, lakini umetutunza na umetuhifadhi yani vizuri sana. Tunamshukuru sana sana, na mitano mingine yaongezewe na kodi za nyumba tumepewa pesa, tumelipia miezi 6 na bado mimi nimebaki na kaela kidogo, nimeongezea kwenye kamtaji kwangu. Niko barabarani naendesha familia yangu na inaenda vizuri, wengine wameenda shule wanasoma kama kawaida. Kwa hiyo tunachangamana hivyo hivyo, jioni tunakutana na wanangu. Mwenye 200 mwenye 100, maisha yanaenda tena, maisha yamekuwa mazuri zaidi kuliko jinsi ilivyokuwa mwanzo. Sasa msije mkaombea majanga tena. Kwamba baada ya majanga yashindwe kabisa, msije mkasema yakitokea majanga mambo yanakuwa mazuri. Tumeshikana mkono wote pamoja. Okay. Kimsingi niseme tu kwamba Mkuu wa mkoa wa Mara akiwa mtaa wa Nyakato Maziwa alikutana na Bi Mary John Makere mwenye umri wa miaka 91. Alikuwa amekaa kando ya nyumba yake iliyobomoka kabisa na mkono wa kuume wa nyumba yake mpya iliyojengwa na kuwekwa bati, mafundi wakiendelea na kazi hiyo. Bi Mary John Makere alikuwa amebeba Biblia takatifu akisoma kitabu cha Warumi sura ile ya 1 mstari wa 1 hadi wa 7. Unasoma Biblia? Nasoma. Bila miwani? Nasoma hivi. Bila miwani? Hongera. Bora mtumwa wa Yesu Kristo aliitwa kuwa mtumwa na kutengwa
ahubiri injili ya Mungu. Kwa mtume wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa, alihubiri injili ya Mungu ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari ya mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya kimwili na kudhihirishwa kwa uwezo kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho Mtakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo. Kwa wote waliopo Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu, neema na iwe kwenu kwa amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na Bwana wa Yesu Kristo. Una miaka mingapi sasa? Wewe ngoja nitakwambia. Sawa. Ujulishe. 1934. Mwezi wa 12 tarehe 12 mpaka sasa jumulika. Naona hiyo itamkiki Kiswahili. Thank you very much. Na baba aliandika yote. Nilisoma. Kweli umepita chini. 90 something. Inaumiza macho mpaka upimwe. Nataka wakupime, wakupe miwani ikusaidie kusoma. Au utaki? Nataka. Unataka? Mganga mkuu kwa mkurugenzi. DMO aje amchukue bibi, wampime macho, kama anahitaji miwani apatiwe miwani. Sawa. Ili aendelee kusoma. Naona ni mpenzi wa kusoma. Haya bibi, asante. Asante sana. Haya. Nashukuru. Asante bibi. Haya, safari njema. Barikiwa sana. Na hii ndiyo dunia ambayo Mungu aliiumba, akamweka mwanadamu alime na kuitunza, awe mahali pa kumfaa. Lakini leo, hebu tafakari dunia unayoiona mbele yako. Unaona kitu gani? Je, ndio hii kweli? Jamani, hebu tufikirie thamani ya mwanadamu mwenye roho, nafsi na mwili, kama wewe na mimi tulivyo, sote tumeumbwa. Yatima kuzaliwa wa yatima, mfungwa kuzaliwa pia gerezani, jambazi na yeye kibaka, hata wale changudoa. Wabwia ungaraoni watu, tena watamani mbele za uso wa Mungu, kwani wana roho, nafsi na mwili pia, kama vile mimi na wewe. Yatima kuzaliwa wa yatima, mfungwa kuzaliwa pia gerezani, jambazi na yeye kibaka, hata wale changudoa. Wabwia ungaraoni watu, tena watamani mbele za uso wa Mungu, kwani wana roho, nafsi na mwili pia, kama vile mimi na wewe. Huyo mtoto ni mtoto wa jirani yako, ni mtoto wa ndugu yako. Unamsemea maneno mabaya, lakini tazama, kama asingalikuwa hivyo usingelimtuma dukani. Wanadamu. Jamii imewatenga na dola nayo imewatungia sheria. Wazazi
watu nao bado wanaishi. Lawama haitosaidia. Oh mama, wow. Nani amlaumu nani? Kwa nini na sababu gani? Yawaje? Wengine wanalaumu polisi eti hawafanyi kazi yao sawa. Wengine wanalaumu mahakama, nasema sio kweli. Kama sheria za dunia zinasaidia, mbona polisi wengine wanakunywa gongo? Hakimu kulamba dume, hakuna siri tena. Sisi wenyewe ni mashahidi jinsi kizazi hiki kilivyochanganyikiwa. Tufanye nini? Dunia ipone, Afrika ipone, Tanzania ipone, Dar es Salaam kwa Yesu, ndoa zetu na nyumba zetu zipone pia. Zoezi la ukarabati wa ujenzi linaendelea huku wakazi hao wakipatiwa vyakula, magodoro, kodi za nyumba na mambo mengine kadhaa. Mwanakwetu upo, kumbuka tu kwa haya aliyotufanyia Mama Samia inampa tena miaka 5. Makala haya yalitayarishwa na Adeladius Makwega kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara. My Lord, my God. Ndiyo dawa nasema, ni watoto wetu jamani, wape upendo kwa mioyo yetu yote. Nasema sheria haziwezi kuwabadilisha. Neno la Mungu ndiyo dawa. Injili ya Yesu watabadilika kwa neno. Neno ni Yesu. Fikiria mama, kama si mtoto wako ni wa jirani yako au nduguyo. Litawabadilisha. Wapuya unganao na wale wala rushwa serikalini watabadilika. Machangudo wanaona sema Injili ya Yesu itawabadilisha. Ndiyo dawa pekee. Serikali tupe pesa tukahubiri. Sheria zimeshindwa. Walioko jela wana dini zao wote. Agizo la Mungu watu wahubiriwe. Nasema sikia. Oh Baba, magereza maalumu sio dawa.
huyo mtoto kama angelikuwa ni mtoto wako, ungemtupia nani? Na mwanadamu ni kiumbe chenye thamani mbele za uso wa Mungu. Elewa, Musa pale mlimani alipewa zile sheria 10, lakini hao waliokuwa wakisafiri pamoja na Musa, pamoja na kuona matendo makuu ya Mungu, hawakuweza kuzitii. Na ndio maana mpaka leo bado sheria za kidunia zimeshindwa kumbadilisha mwanadamu. Hata mwenye kuzitunga yuko kinyume nazo. Lakini nasema, Injili ikihubiriwa, watu watabadilika.